Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Kwanza namshukuru Mungu ambaye ametupitisha katika kipindi kigumu cha ukimya na maumivu na majonzi. Mungu ametufungua. Ingawa wengine wapo katika majonzi, wamefiwa wengine na ndugu zao, lakini wengine Mungu ametuokoa. Si kwamba tumetenda mema. Neema ya Mungu ipo. Yesu ni mfalme. Hata kama wanadamu wanapigania ufalme mpaka kuondoa roho za watu, lakini ijulikane kwamba Yesu ndiye mtawala. Na hao wanaotawala dunia, tunataka wajue ya kwamba wanatawala dunia wamepewa kibali na Mungu. Mungu ndiye mfalme. Na huyu Yesu wetu mfalme anajali roho za watu. Anajali maisha ya watu. Ndio maana tupo, ametulinda. Si kwa sababu ya wema wetu. Asante Mungu katika hili. Somo hili ilikuwa lirushwe likufikie tarehe 2 mwezi wa 11. Lakini sasa siku zimepita, hata hivyo neno la Mungu halifungwi. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali. Na lirusha kwa sababu niliahidi kurudia baadhi ya sura katika kitabu cha Ufunuo ambacho kimekuwa changamoto kwa wengi, pamoja na kufundisha sana, lakini watu wamekariri mambo ambayo yanashindwa kuingia. Nimerudia mara ya pili sasa. Nimejaribu kuelezea sura ya 11, sura ya 12, sura ya 13. Leo naelezea sura ya 19 inayohusu karamu ya mwanakondoo. Katika sura zote ambazo nimeendelea kusisitiza ni kwamba nakupa ushahidi kwamba kitabu cha Ufunuo hakitabiri. Kitabu cha Ufunuo kinatufafanulia na kutufunulia yale yaliyotabiriwa na manabii. Hata manabii walipotabiri hawakujua itakuwaje, lakini Yesu alimtumia Yohana kuyachukua yale yaliyotabiriwa na manabii, tufafanuliwe, tufunuliwe, tusaidiwe ili tuelewe. Kwa hiyo hatuwezi kuelewa kitabu cha Ufunuo tusiporudi katika rejea za manabii, au rejea za Yesu Kristo, au rejea za mitume. Sura ya 19 ya kitabu cha Ufunuo, ambayo ndiyo sura inayozungumzia habari ya karamu ya mwanakondoo, ambayo imefanyika kwa walimu wengi kama ni unabii unaotazamiwa uko mbele. Huko mbele tutaiona karamu ya mwanakondoo. Huko mbele tunakokwenda tutaona karamu ya arusi. Arusi ya mwanakondoo na karamu ya mwanakondoo. Sasa watu wanatazamia, wanasubiri, wanashauku. Je, kuna ukweli? Sasa nataka nikuonyeshe kwamba manabii walitabiri habari hii. Sio Yohana aliyetabiri. Yohana anatufafanulia yale yaliyotabiriwa na manabii kuhusu karamu, kuhusu arusi. Sura ya 19 mstari wa 1 unasema, baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu, kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki. Maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeiharibu nchi kwa uasherati wake na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Wakasema mara ya pili, haleluya, na moshi wake hupaa juu hata milele na milele. Nimesoma mistari mitatu, nisimame kwanza. Katika kanuni za kusoma Biblia huwa tunaangalia hata sentensi ya kwanza inapoanza na habari, kujua huu ndio mwanzo au ndio mwisho. Sentensi ya kwanza katika sura ya 19 inasema, baada ya hayo nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi. Baada ya hayo mambo gani?
Sura ya 17 ya Ufunuo na 18 zinazungumzia habari ya hukumu ya kahaba, kuhukumu ya Babeli, hukumu ya kanisa la uongo lililowadanganya watu chini ya jua. Babeli, kahaba mkuu, na wale wote waliomuunga mkono. Mwanamke kahaba, dini kahaba, aliyebebwa na mnyama mwekundu. Hukumu yake imeelezwa sura ya 17 na sura ya 18. Nimefundisha katika siku zilizopita kwamba kitabu cha Ufunuo hakijaandikwa kimpangilio, kwamba hili linatangulia alafu linafuata hili alafu linafuata hili kwa mtiririko. Kinazungumza jambo la mbele, kinazungumza jambo la nyuma, kinazungumza jambo la mbele, kinarudi nyuma, kinaachia njiani, kinarudia baadaye. Kimekwenda hivyo, hakina mpangilio. Ndivyo Yohana alivyoonyeshwa maono na ufunuo katika kitabu hiki. Sura ya 17 na 18 ameonyeshwa hukumu ya Babeli ambayo iko mbele, haijatimia bado. Baada ya kuonyeshwa, anarudi kueleza habari ya karamu ya mwanakondoo. Wale wanaoyaweka matukio katika mtiririko na mpangilio wanafikiri baada ya hukumu hii ya mwanamke, sasa hii sura 19 inazungumzia mambo ya mbinguni, kanisa liko mbinguni. Hapana, sura 19 imerudi kutuelezea unabii uliohusu kanisa likiwa duniani. Unaposoma mahali pote katika Biblia, sauti ya makutano mengi, sauti ya makutano mengi ni kanisa. Kanisa linaelezwa kwa njia nyingi sana. Tumeona kanisa inaelezwa kama wenye uhai 4, kama wazee 24, kama 144,000. Hapa tunaona ni sauti ya makutano mengi. Mahali pengine tunaona maji ni kama sauti ya maji mengi, au radi, au sauti ya wapiga vinubi. Ni kanisa. Ndiyo lugha au maneno au semi zinazotumiwa na Biblia kulielezea kanisa la Mungu duniani. Sauti ya makutano mengi, mkutano mkuu ni kanisa. Sauti ya makutano mengi ni kanisa, sifa za kanisa. Kwa hiyo sura ya 18 imepita. Ndio maana nasema baada ya hayo, baada ya kuonyeshwa hayo, nikaonyeshwa mengine ambayo ni ya sura 19. Mstari wa 4 unasema, na wale wazee 24 na wale wenye uhai 4 wakasujudu na kumwabudu Mungu aketie katika kiti cha enzi, wakisema amina, haleluya. Anaposema wazee 24 na wenye uhai 4 wanamsujudu Mungu na kumwabudu, sio makundi mawili tofauti. Wazee 24 ni watakatifu wa Mungu waliookoka. Wenye uhai 4 ni watakatifu wa Mungu waliookoka wa dunia yote. Kanisa la dunia, universal church, sio local church, sio kanisa mahali pamoja. Kanisa la ulimwengu linaitwa wazee 24, linawakilishwa na wazee 24, linawakilishwa na wenye uhai 4, linamsujudu, linamwabudu. Hakuna kiumbe kilichoumbwa duniani cha kumsujudu Mungu na kumwabudu. Wanaomwabudu ni watakatifu waliookolewa. Anaposema wazee na wenye uhai, sio makundi mawili, ni kundi moja hilo hilo. Ni sawa na mtu anaposema Mungu, Yesu, Baba. Hapana watu wengi hapo, ni mmoja huyo huyo. Mwokozi, Mwenyezi, ni huyo huyo mmoja. Unaposema wazee 24, unaposema wenye uhai 4, unaposema 144,000, unaposema mkutano mkuu, unazungumza ni kitu kimoja hicho hicho. Unaposema bibi harusi, unaposema mke wa mwanakondoo, unazungumza ni kitu hicho hicho. Kanisa. Wazee 24 na wale wenye uhai 4 wanamsujudu na kumwabudu aketie katika kiti cha enzi. Nimefundisha huko nyuma, Mungu hana kiti kama unavyoelewa wewe, kiti kilichochongwa na kutengenezwa. Mungu hakai kwenye kiti. Mungu ni roho. Kiti cha enzi kinawakilisha utawala wa Mungu.
Unaposema Mungu yuko kwenye kiti cha enzi, maana yake Mungu anamiliki, Mungu anayetawala, Mungu anayemiliki dunia yuko kwenye kiti cha enzi. Mungu hana kiti alipokaa mahali. Sasa wengine wanafikiri mbinguni ni mahali fulani ambapo na kiti kipo na majengo yapo. Hapana. Mungu ameenea dunia yote, amemiliki, yuko kwenye kiti cha enzi. Maana yake yuko kwenye utawala, yuko juu ya mamlaka. Wazungu wanasema God is in control. God is in control. Jesus is in control. Yesu yuko katika mamlaka. Yesu yuko katika kiti cha enzi. Na sisi tupo katika viti vya enzi. Maana yake sisi tunatawala. Kwa hiyo wanamtukuza, wanamsifu yule aliyeketi katika kiti cha enzi. Ni mstari wa 4. Mstari wa 5 unasema sauti ikatoka katika kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu. Watu, msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote. Watumwa ni nani? Ni kanisa waliokoka. Enyi mnaomcha, wadogo kwa wakuu. Msifuni Mungu ni wito kwa ulimwengu wote kumcha Bwana. Haya sio mambo ya mbinguni. Hatutafika mbinguni tuanze kushauriwa tuanze kumcha Bwana. Tufike mbinguni, watu wafika mbinguni waanze kuambiwa sasa waanze kumwabudu Mungu, sasa waanze kumheshimu Mungu na kumcha Mungu. Hapana. Kumcha Mungu na kumwabudu Mungu na kumsujudu Mungu ni kanisa likiwa duniani kabla ya mwisho wa dunia. Huko mbele tutakuwa tumemaliza kazi. Mstari huu wa 6 unasema, nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi. Ni lugha nyingine inayoelezea habari ya makutano mengi. Hapa tunaona sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu, ikisema haleluya. Haya ni makusanyiko ya kanisa la ulimwengu wote wakimsifu Mungu duniani. Wingi wa kanisa, wingi wa wanadamu waliookoka na kumpokea Yesu katika dunia nzima, tunasema kanisa la ulimwengu, Universal Church, ni kama radi. Sauti yake wanapomtukuza duniani mbele za Bwana ni kama radi, ni kama sauti ya maji mengi, ni kama sauti ya makutano mengi, wakimsifu na kusema haleluya. Kwa kuwa Bwana Mungu wetu Mwenyezi amemiliki. Kwa nini wanamsifu na kumtukuza? Kwa sababu anamiliki. Yesu alianza kumiliki lini? Atamiliki baadaye au anamiliki sasa? Tunamsifu duniani kwa sababu Yesu anamiliki. Tunamsifu na kumtukuza na kumwabudu kwa sababu Yesu anamiliki sasa. Yupo katika kiti cha enzi sasa. Na sisi tuko pamoja naye. Tunamsifu, tunamwabudu, tunamtukuza. Leo nikupe mfano mwingine ulio hai. Jana tulikuwa na sherehe za kumwapisha rais wetu wa Tanzania. Ameapishwa. Na matangazo yalitokea. Watu wa kawaida hawatashiriki katika uapisho wa rais. Hakuna mtu wa kawaida kwenda pale. Walioenda ni watawala pamoja naye. Wale waliokuwepo pale ni wafanyakazi katika idara mbalimbali, wizara mbalimbali, mashirika mbalimbali. Ni wale walio katika utawala. Wale ni watawala pamoja naye, ndio waliohudhuria katika sherehe ile. Mtu asiyetawala pamoja naye hakuwepo pale. Sisi ni watawala pamoja na Yesu. Tuliokoka ni watawala pamoja na Yesu. Ndio tunaweza kumsifu. Mlisikia pale watu wanaimba na kushangilia na kupeperusha bendera. Sisi tunapeperusha bendera ya Yesu kwa sababu tuko pamoja naye, tunatawala pamoja naye, yeye akiwa katika kiti cha enzi na sisi tuko katika viti vya enzi. Nakupa mfano hai ambayo utaielewa. Yeye anamiliki. Mstari wa 7, na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja. Harusi ya mwanakondoo, harusi ya Yesu Kristo imekuja, sio itakuja. Imekuja. Tunashangilia kwa sababu imekuja.
Harusi ya mwanakondoo haiko mbele, imekuja. Biblia sio haijui Kiswahili, Biblia inajua. Hata kama unasoma Biblia ya Kiingereza inajua, inasema imekuja, sio itakuja. Harusi imekuja. Kwa sababu gani? Kanisa tayari ipo, mke wa Kristo tayari upo, tayari harusi ipo, tayari imefanyika, imekuja na mkewe amejiweka tayari. Kanisa ni mke, sio mchumba, ni mke, yuko tayari. Harusi imekuja. Harusi ni nini? Ni muunganiko wa kanisa na Bwana Yesu. Yesu ni bwana harusi. Waliookoka, waliompokea Yesu ni bibi harusi, ni mke wa mwana kondoo. Hatutakuwa wake, ni wake sasa. Sisi sio, hatutakuwa mke, sisi ni mke. Hatutakuwa mke wa mwana kondoo, hatutakuwa mke wa Yesu, sisi ni mke wa Yesu. Tuielewe Biblia. Kanisa ni mke wa mwana kondoo. Harusi imefanyika. Yesu alishuka ili kufanya harusi, kuleta ukombozi na wokovu. Wale wanaompokea waingie katika furaha. Harusi imekuja, mkewe amejiweka tayari, naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo, safi. Tunafahamu bibi harusi anavaa nguo nzuri safi nyeupe. Kanisa ni mke amevikwa kitani nzuri nyeupe safi inayong'ara, kwa maana kitani hiyo ni matendo ya haki ya utakatifu. Je, matendo ya haki tutayafanyia wapi? Tutayafanyia mbinguni au tunayafanyia hapa? Ili tuvikwe mavazi hayo, mavazi safi yanayong'aa, ni maisha ya Wakristo, ni matendo ya Wakristo. Baada ya kufika hapo, ukiweka ni unabii unaotabiri mambo ya mbele, umepotea. Je, Yohana anaeleza mambo haya ameyakuta wapi? Manabii walitabiri. Isaya alitabiri kuhusu karamu hii katika sura ya katika kitabu cha Isaya sura ya 25. Isaya sura ya 25. Kabla sijasoma sura ya 25, ni kuonyeshe mstari sura ya 24. Ule mstari wa mwisho sura ya 24 ya Isaya, ule mstari wa mwisho ambao ni wa 23, unasema hivi: ndipo mwezi utatahayari na jua litaona haya, kwa kuwa Bwana wa majeshi atatawala katika mlima Sayuni. Nimefundisha mlima Sayuni ni nini? Ni mji wa Bwana ambao ni kanisa. Na katika Yerusalemu, anapozungumza Sayuni na Yerusalemu sio vitu viwili, yote ni mji wa Mungu, ni kanisa, ndio mji wa Mungu, ndio Yerusalemu ya Mungu, ndio Sayuni ya Mungu. Atatawala katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu, na mbele ya wazee. Sayuni anatawala, mbele ya Sayuni anatawala mlima Sayuni, anatawala Yerusalemu, anatawala wazee. Mlima Sayuni ni kanisa, Yerusalemu ni kanisa, wazee ni kanisa. Anatutawala sisi, alafu tunatawala pamoja naye. Anatawala mbele ya wazee, na sisi ndio wazee. Sura ya 25 mstari wa 6 anatabiri hivi. Alitabiri Isaya: na katika mlima huu wa Bwana, jua kwamba Bwana anakaa katika mlima wake mtakatifu wa kiroho, sio milima hii tunayoiona kwa macho, mlima wa kiroho. Bwana anakaa katika mlima, na wale waliookoka wanakaa katika mlima wa Bwana. Tunakutana na Bwana wetu Yesu Kristo katika mlima wake. Na katika mlima huu wa Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojoro wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta,
karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, iliyochujwa sana. Na katika mlima huu atauharibu uso wa sitara iliyowekwa juu ya watu wote, na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote. Maana Bwana amenena hayo. Bwana atawafanyia watu wake karamu katika mlima wake mtakatifu. Karamu nzuri, karamu ya vinono, karamu ya divai, karamu iliyochujwa na vitu vya urojorojo. Watafurahia katika mlima wa Bwana watakatifu wake. Na wakati huo huo ataondoa stara, ataondoa aibu, ataondoa stara, atafuta machozi katika nyuso zao, ili wafurahi katika karamu yake. Karamu ni sherehe. Je, tunatazamia Bwana kwamba tukifika mbinguni atatufuta machozi? Tunatazamia kwamba tukifika mbinguni ndipo ataondoa stara na utando uliotutanda tutakwenda kuondolewa tukifika mbinguni? Hapana. Isaya alikuwa anatabiri Yesu alipokuja, alikuja kutuondolea utando, alikuja kutuondolea sitara, alikuja kutufuta machozi. Wote wanaomwamini wanafutwa machozi sasa. Alikuja kumeza mauti ya milele na kuondoa aibu. Tumeondolewa aibu kwa mataifa yote yaliyo katika ulimwengu. Karamu. Katika karamu hakuna huzuni. Unapokuwa kwenye karamu ya harusi hakuna huzuni, hakuna kilio, hakuna maombolezo, ni furaha. Wokovu ni furaha, utumishi wa Yesu Kristo ni furaha, kuitwa mwana wa Mungu ni furaha, tuko katika ufalme tunatawala ni furaha. Ndio shangwe, ndio harusi, ndio karamu. Hata mfalme Sulemani, ambaye alikuwa na mithali nyingi za kihekima, alizungumza juu ya karamu hii. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 9, ya Mithali, Sulemani alizungumza mambo haya kama mithali, lakini ulikuwa ni unabii, kwa sababu ndani ya Zaburi pia kuna unabii. Anasema mstari wa kwanza sura ya 9, hekima ameijenga nyumba yake, amezichonga nguzo zake 7, amechinja nyama zake, amechanganya divai yake, ameiandalia meza yake pia, amewatuma wajakazi wake, analia mahali pa mjini palipoinuka sana. Kila aliye mjinga, kilio chake na kelele za hao aliyowatuma. Wanasemaje waliotumwa? Wanasema hivi katika mstari wa 4, kila aliye mjinga na aingie humu. Tena amwambia mtu aliyepungukiwa na akili, njoo ule mkate wangu, ukanywe divai niliyoichanganya. Enyi wajinga, acheni ujinga, mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Bwana amechinja wanyama, amechinja nyama, ameandaa divai, ameandaa meza, amewakaribisha watu wake. Anasema njoni mule mkate, njoni munywe divai. Enyi wajinga, kwa nini mnakufa wakati nimewaandalia mkate na nyama na divai? Njoni mule. Sisi tumeitwa. Yesu alipokuja duniani alianza na wito, njoni wote wenye kiu, njoni wote wenye njaa. Tunaalikwa wenye kiu, tunaalikwa wenye njaa, tumwendee Yesu, tupate mkate, tupate maji, tupate vinywaji, tufurahi katika sherehe, tufurahi katika sikukuu. Bwana ametuandalia sikukuu, karamu. Karamu ya mwanakondoo ni wokovu. Karamu ya mwanakondoo ni wokovu. Hakuna karamu iliyoandaliwa ya kwenda kula nyama mbinguni tukale, halafu tukimaliza kula turudi duniani. Huo ni upotofu wa kutokujua Biblia. Maana wanasoma kitabu cha Ufunuo, wanatabiri mbele badala ya kurudi kwenye rejea ambako unabii ulitokea. Na Yohana anaeleza akifafanua haya ninayosoma katika Isaya na katika Mithali na mahali pengine. Yesu alipokuja duniani na kufanya kazi duniani alisemaje yeye?
alisema nini Yesu? Luka sura ya 11, sura ya 14, Luka sura ya 14. Anatimiza unabii Yesu. Alikuja kutimiza unabii uliotabiriwa kumhusu yeye. Sura ya 14, mstari wa 16 unasema hivi, nianzie 16. Akamwambia, Yesu anatoa mfano. Nimefupisha ili kuokoa wakati, lakini unaweza kusoma kuanzia mstari wa 12. Mimi naanza kusoma mstari wa 16. Akamwambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula awaambie wale walioalikwa, njoni kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda akampa bwana wake habari ya mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, toka upesi uende katika njia kuu na vichochoro vya mji, ukawalete hapa maskini na vilema na vipofu na viwete. Mtumwa akasema, Bwana, hayo ulioagiza yamekwisha tendeka, na hata sasa ingaliko nafasi, bado nafasi ipo. 23. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje kwa mara nyingine tena, uende barabarani na mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani ya nyumba yangu ipate kujaa. Maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeonja karamu yangu. Yesu alikuwa anazungumza nini hapa? Anatimiza unabii. Unabii ulisema alikuja kuandaa karamu. Na Yesu alipokuja anatoa mfano, anawaambia wana wa Israeli waliomkataa Yesu, anawaambia mfano huu unawahusu wao. Anasema kuna mtu amemwandalia mtoto wake karamu. Alialika, alichinja vitu, aliandaa vyakula, akawaalika waje kula, waje kwenye karamu, waje kwenye sikukuu. Wakaanza kutoa sababu zisizo na msingi, hawakuja. Na wakati vyakula tayari vipo, nani atakula sasa kama wamekataa walioalikwa? Mfano wa Yesu nasema, akawatuma watumwa wake waende wakawaite vilema na maskini na wagonjwa na viwete, waje wale. Si wale walioalikwa wamekataa. Walipoitwa maskini na viwete na nini wakaja, bado nyumba haikujaa. Akawatuma tena mara ya pili, nenda barabarani na vichochoroni, muwe mnawalazimisha, mnawashurutisha, sio kuwabembeleza. Washurutisheni walete, nyumba yangu ijae, maana vyakula vipo, wale. Mfano ulihusu nini? Yesu alikuja kwa wana wa Israeli walioalikwa na kupewa kadi ya kuingia katika ufalme wake. Lakini walipomkataa Yesu kwa kutetea dini zao na imani zao, wasimjue Yesu kwamba ndiye aliyewaita, ndiye Mungu, wakadhani ni mtu tu, hawakujua, wakamkataa Yesu. Yesu akabadilisha msimamo, akawageukia mataifa ambao ni viwete na maskini na wasiojiweza. Barabarani tukaitwa mataifa yote waje kula, maana chakula kipo, karamu imeandaliwa, waje wale. Sisi mataifa tumeitwa, tumeingia, tunakula, na nyumba bado haijajaa. Wanatakiwa wote waingie, mataifa yote wamjue Yesu, waingie kula karamu, kula sikukuu, kula sherehe, chakula kipo. Chakula kipo. Sasa karamu ni nini? Karamu ni wokovu. Karamu ni kumwamini Yesu. Katika Yesu kuna furaha, kuna chakula, kuna mkate, kuna divai, hakuna huzuni, hakuna kilio. Ndio maisha ya wokovu tulionayo. Kama bado una huzuni, mjie Yesu akuondolee huzuni, akuondolee aibu. Ingia katika karamu. Katika karamu watu hawalii, katika karamu watu hawaombolezi, katika karamu watu wanafurahi. Wokovu ni kitu cha kuwafurahisha wanadamu wanaomwamini Yesu.
Shetani muongo amewadanganya watu, wanasikitika na wokovu, wanasikitika na utumishi, wanasikitika kama vile wamepotea. Hapana, wokovu ni karamu, ni sherehe ya kufurahia Bwana. Isaya alitabiri, Mungu alimuonyesha haya, na Yesu anadhihirisha hayo. Na anasema wale waliopewa kadi, wale walioalikwa, hakuna atakayeonja karamu yake. Walioalikwa ni nani? Ni Wayahudi. Walikataa. Leo kuna mafundisho ya uongo yanasema Yesu atakapokuja hawa Israeli wao wataokoka bure. Mungu amewaandalia wokovu wao binafsi, ambao wataokoka bure, wataokoka bila injili, wataokoka tu. Yesu akija wote wataokoka. Wanakuta wapi haya? Yesu anasema hawataonja karamu. Kwa hiyo sio mambo ya mwanadamu, ni Mungu. Ni Mungu. Tunafurahia wokovu, ni karamu. Hii ni karamu inayofanyika, sherehe, harusi ya mwanakondoo. Katika harusi kuna vyakula. Ndicho anachokieleza Yohana katika Ufunuo 19. Hazungumzi karamu itakayoliwa mbinguni. Harusi itafanyika mbinguni, vyakula vitakwepo mbinguni. Hazungumzi hayo. Hayo ni mawazo yako, sio mawazo ya Mungu. Karamu ya Mungu ni ya kiroho. Ndoa yetu ni ya kiroho. Furaha yetu ni katika roho. Watu wameshindwa mambo ya roho, wanatamani mambo ya mwili. Wanataka mwili ikafurahi, ikacheze, ikale nyama. Nyama tunazo katika wokovu leo. Mungu akusaidie kuelewa neno la Mungu. Usijaze matumaini yasiyo na faida ya udanganyifu. Na shetani anaendelea kuwapoteza watu, waendelee kutazamia vitu ambavyo hawataviona, havipo. Ni kama mtu aliyeshika kitu cha thamani mkononi, anatamani kilichoko kule mbele. Kuna hadithi moja nilipata kusikia, inasema ni hadithi za kuchekesha lakini zina mafundisho ya kweli. Mbwa alikuwa anapita darajani, ameshika kipande cha nyama, amekikuta mahali, anakwenda akatulie mahali ale. Anapopita juu ya mto, akajiona maji safi meupe, akajiona yeye mwenyewe mbwa ndani ya maji. Anamuona mbwa mwingine ndani ya maji ameshika nyama. Wakati yeye ameshika nyama, anaona nyama nyingine imeshikwa na mbwa mwingine ndani ya maji. Asijue kwamba ndiyo ile alionayo yeye. Akaiachia hii nyama aliyoshika, ili akaichukue ile iliyoko ndani ya maji. Akakosa zote. Watu wamepewa vitu vya kimungu katika maisha yao kwa sababu ni watu wa tabia ya mwilini. Wanatazama kimwili, wanafikiri kimwili. Hawazioni baraka ambazo Mungu amewapa. Hawaoni karamu ambayo Mungu amewapa. Hawaoni sikukuu ambayo Mungu amewapa. Hawaoni harusi ambayo wanayo. Wanatazamia nyingine mbele. Hii wanaikosa, na kule wanakotazamia kwamba wataikuta, wataikosa. Mungu atusaidie. Mstari wa 9 unasema, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwanakondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Heri walioalikwa. Heri walioalikwa. Wana heri walioalikwa. Kualikwa maana yake nini? Heri waliomwamini Yesu. Heri waliohubiriwa injili wakaipokea na kumwamini Yesu. Wamealikwa katika karamu. Ukiokoka umealikwa katika karamu. Ule ufurahi. Wana heri walioalikwa katika karamu hii. Maneno haya ni ya kweli. Ukisoma
Ufunuo 20 mstari ule wa 6 anasema huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Ufufuo huu ni watu walioalikwa, wamekubali, wamefufuka, wamepokea ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kwanza ni kutoka katika mauti ya kiroho, kumwamini Yesu na kufufuliwa, unapata ufufuo wa kwanza. Kuokoka ni ufufuo wa kwanza. Wanaheri hawa, wanaheri. Maana hata mauti ya pili, yani jehanamu, haina nguvu juu yao. Huku tunasoma wanaheri walioalikwa, wanaheri waliofufuliwa, waliopokea ufufuo wa kwanza, wanaheri waliompokea Yesu na kumwamini kama Bwana wa maisha yao. Je, maneno haya unataka kuyalazimisha yawe unabii wa mambo ya kutazamia mbele? Na watu wanayatazamia mbele. Wanasema baada ya hukumu ya Babeli, basi mambo haya tutafika mbele za Bwana, tutaanza kuimba, tutakaribishwa, tutaandaliwa karamu, tutakula, tutakunywa. Wamejipangia na miaka 7, alafu sherehe itaisha, alafu tutarudi duniani. Kwa nini tena uende mbinguni alafu rudi tena duniani? Humjui Mungu, huijui hata lugha yake. Yesu anasema kondoo wangu wananijua na sauti yangu wanaijua na lugha yangu wanaijua. Tumjue Yesu na neno lake. Hii ndio sura ya 18 inayoelezea habari ya karamu. Karamu. Karamu ni furaha. Karamu ni shangwe. Karamu tumeipokea sasa, na tunawaalika watu waje. Tunawaalika watu waje. Tunawaalika watu waje. Wayahudi walikataa karamu, na Yesu amesema hawataionja karamu. Kwa neema ya Mungu tumepewa nafasi ya kuhubiria Injili. Wamwamini Yesu ili waingie katika karamu, ili wafanyike nao waingie kuwa mke wa mwanakondoo. Sasa hivi waliomkataa Yesu sio mke. Je, tunaposema watakuwa mke baadaye, kuna wokovu mwingine? Bwana atakuwa na harusi nyingine. Bwana atakuwa na mke mwingine. Mke wa mwanakondoo ni mmoja, na wewe na mimi ni sehemu. Na Mungu anatuhimiza sana tumpokee Yesu. Sura hii ya 19 kama nilivyosema, ukiingia mstari wa 11 mpaka 16, anazungumza ni maisha ya duniani. Watu wameyaweka kuwa ni ya mbinguni. Nihitimishe kwa kusoma hiyo mstari. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Nimefundisha katika siku za nyuma kitabu cha Ufunuo, hasa tulipokuwa katika sura ya 6. Farasi siku zote katika Biblia anawakilisha vita. Na farasi wanaosemwa hapa sio farasi wanyama tunaowaona na kuwafuga. Ni ishara ya vita. Unapoona neno farasi ni ishara ya vita. Vita vya kiroho. Aliyempanda farasi ni Yesu Kristo, maana anaitwa mwaminifu na wa kweli. Ndiye amempanda farasi, na farasi mwenyewe ni mweupe. Hii ni rangi ya Yesu Kristo. Farasi wa Yesu sio mwekundu. Mwekundu ni wa Shetani. Farasi wa Yesu na Yesu mwenyewe ni mweupe. Anapiga vita vitakatifu na kwa haki. Anafanya vita vya haki. Tunapofanya kazi ya Mungu duniani tunafanya vita. Tunaposhambulia ufalme wa Shetani ni vita. Tumepanda farasi. Ukilinganisha sura ile ya 6, na sisi tumepanda farasi weupe. Tunafanya vita pamoja na Yesu. Mstari wa 12, na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, na ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Analo jina lake la siri, naye amevikwa vazi lililochovwa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Huyo ni Yesu. Ndiye aliyepanda farasi mweupe na kufanya vita vitakatifu.
pamoja na kanisa. Mstari wa 14, na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata. Watu wanafikiri huko mbinguni kuna majeshi ambao watashuka kutoka mbinguni kuja kufanya vita duniani. Kanisa, waamini wanaitwa majeshi ya Mungu. Sisi ndio majeshi tunaofanya vita pamoja na Yesu Kristo akiwa jemadari. Sisi ni majeshi yaliyo mbinguni. Mbinguni ni ulimwengu wa kiroho. Sisi ni vita vya kiroho. Sisi ni jeshi la kiroho, jeshi la mbinguni. Majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe. Yesu amepanda farasi mweupe, na sisi tumepanda farasi mweupe. Yesu ameketi kwenye kiti cha enzi, na sisi tumeketi kwenye viti vya enzi. Anatawala, tunatawala pamoja naye. Tumepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe, ambayo ni matendo matakatifu ya watakatifu. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu. Sisi tunachungwa, lakini wabaya watakanyagwa kwa ghadhabu. Hii ni hukumu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa bwana. Hii ndio sifa ya Mungu. Wakristo wengi, walimu wengi wanakuambia kitabu cha Ufunuo kinazungumza mambo ya mbinguni, ambako kanisa litakuwa limenyakuliwa, limekaa huko. Ndio maana kitabu cha Ufunuo hatulioni kanisa. Ndio maana katika Ufunuo hatuoni Yesu, hayupo. Yesu yupo. Anaitwa Bwana wa bwana na mfalme wa wafalme. Anaitwa mwana kondoo. Amepanda farasi mweupe. Yesu yumo katika kitabu cha Ufunuo. Kanisa limo. Linaitwa wazee wa 24, linaitwa wenye uhai wa 4, linaitwa bibi harusi, linaitwa mke wa mwana kondoo, linaitwa mlima Sayuni, mlima Yerusalemu, linaitwa watakatifu, linaitwa mji uliopendwa, linaitwa kambi ya watakatifu. Wewe unachunguza, unaona neno kanisa halimo, unaona neno Yesu halimo, unasema haya mambo ya mbinguni, wakati kanisa halipo, duniani limekwisha kunyakuliwa. Acha kujidanganya. Tunasoma Ufunuo tuyajue yaliyo yetu, tuyatendee kazi duniani. Tutakapofika mbele za Bwana, hivi vitabu tutakuwa tumemaliza kazi yake, kutimiza yaliyomo ndani ya kitabu hiki. Na katika siku ya mwisho, Biblia inasema vitabu vitafunguliwa. Tutahukumiwa sawa sawa na vitabu vitakavyofunguliwa na mambo yaliyoandikwa ndani ya vitabu. Vitabu ni Biblia. Tuache kujidanganya. Nimezungumza leo habari ya karamu ya mwana kondoo. Inahusu kanisa iliyopo duniani. Kanisa ni mkutano mkuu. Kanisa limeketi katika viti vya enzi likimsifu Mungu na kumwabudu. Ni mkutano mkuu. Na Bwana anamiliki, anamiliki. Kuna watu mpaka leo hawaamini kwamba Yesu anamiliki sasa. Wanasema atamiliki. Yesu hatamiliki. Wanafundisha kwamba harusi itakuja. Harusi haitakuja. Harusi imekuja. Na mke wake yu tayari. Kanisa ni mke wa Yesu Kristo. Hata kuwa mke baadaye, hapana, ni mke sasa. Harusi ilifanyika, na inafanyika kwa wale wanaomwamini Yesu. Furaha ya wokovu, maneno ya Kristo, baraka za Kristo tunazozipokea ndani ya Yesu Kristo, hizo ndio chakula, ndio divai, ndio vinywaji na furaha na mkate na karamu tunayofurahia katika ufalme wa Mungu. Ondoka katika mawazo ya kibinadamu na mwili. Rudi katika mawazo ya kiroho. Umjue Yesu. Umkubali Yesu na neno lake. Mafundisho ya uongo ni mengi, yatakupoteza. Yohana anatufafanulia tujue kwamba tuko ndani ya furaha, tuko ndani ya sikukuu. Ndio maana mwimbaji wa nyimbo za injili na tenzi akatunga wimbo kwa mafunuo ya Mungu. Akasema, ni sikukuu, siku ile nilipooshwa dhambi. Kukesha na kuomba, Bwana ananiongoza miguu. Hiyo ndio sikukuu, sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu. Tulipooshwa dhambi na kumwamini Yesu, tuko ndani ya sikukuu.
Tuko ndani ya sikukuu. Tuko ndani ya sikukuu. Yesu alithibitisha haya, na Ufunuo unathibitisha haya. Kwa maelezo ya sura ya 19 nimeachia mambo mengine, yanaanza na somo lingine, ile mistari mingine siendi huko, kwa kuwa somo langu lilikuwa ni kuzungumzia karamu. Nimeishia hapo. Karamu, sherehe, imetoka kwa Isaya, imefafanua na Yesu. Sijasoma maandiko ya Paulo, lakini ni furaha. Paulo naye ameeleza kwa ufunuo wake. Sio kitu cha kukitazamia. Usafiri uende mbinguni, ukakae huko miaka 7, upumzike na dunia, urudi tena duniani. Bado upo katika Yesu Kristo, unawaza kula nyama, unawaza kunywa soda, umefanya sherehe za dunia na katika kumbi na sehemu mbalimbali, bado hujatosheka, unataka uende mbinguni nako ukale. Unawaza mambo ya mwili. Mungu akusaidie. Mungu ametuita kwa watumishi wake, tuiseme kweli, tuifafanue kweli, na Mungu yuko tayari kutusaidia. Nimekuthibitishia kwamba huu sio unabii, bali ni ufafanuzi, kuelewa yale ambayo Mungu anataka tuyajue na tuyaishi, katika jina la Bwana. Amina. Mimi nakualika tena, tunaendelea na masomo yetu, tunaendelea na chuo chetu, na tunakualika unaiguswa na huduma hii, kuchangia sadaka zako, matoleo yako, mchango wako kuinua, maana tunaenda kwa imani. Ndugu yangu, hatukuombi sana, lakini tunatangaza hili. Wapo wale wanaotaka kubarikiwa kwa kushiriki baraka hizi. Kama Mungu atakugusa, kama huoni sababu, unataka kubarikiwa hivi hivi, basi neema ya Mungu iwe juu yako. Namba zetu za simu, naanza na ya kwangu mwenyewe. Naitwa Dr. Stefania Mwarusambo. Namba yangu ya simu ni 0754041599. Namba ya mratibu wetu ni 0769 007328. Namba ya sekretari wetu ni 0677880199. Na Mungu akubariki sana. Amen.